eneo la familia, lakini ninachotaka nikwambie ni kushughulika na kila aina ya damu ambazo zimeshughulika na wewe. So nitapita usiku huo na kupiga Farao na majeshi yako. Kumbuka kichwa cha somo kinasema damu ya Yesu inaleta haki. Angalia haki waliopata baada ya ile damu. Baada ya ile damu kupita juu yao. Kwa damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kutusaidia sisi. Damu ya wanyama ilikuwepo kwa ajili ya kuwasaidia wana wa Israeli. Tumeona watu wanatoa kafara ndugu zao, ndipo wanaanza kupata mafanikio. Hawatoki kwenye yale masharti ya damu za ndugu zao. So zile damu ndizo zinawapa mafanikio. Kwa ili damu ya Yesu ikusaidie, lazima uwe mtu wa kuomba maombi ya toba. Na hapo ndipo itakuletea haki yako. Haleluya. So kuna vitu ambavyo ni haki yako na hujapata, lakini unahitaji ile damu ya Yesu ambayo itapata kukusaidia. Na wakati mwingine kuna watu wanakuzalau, wanakuona ni mtu wa kawaida tu. Hebu iambie damu ya Yesu ije ikusaidie. Ninaelewa binadamu. So kuna vitu ambavyo lazima damu ije kusaidia kufanya vita. Ninaelewa ni kweli unatamani upate gari lakini hauna hela. Natangaza Mungu akupe haki yako usiku mwezi huu wa kwanza wa 4 Aprili, mwezi wa kwanza huu, mwishoni mwa mwezi wa 3 ukawe ni mwezi wako ambao unapoingia mwezi 2010 na ngapi. Mungu ni mwezi wako wa baraka. Na mimi nimejiandaa vizuri kuona Mungu anatengeneza mwezi wa baraka kwenye maisha yangu ndani ya huu mwezi ambao ninaupokea Aprili. Kwa hiyo usiku tunakuwa na mkesha leo kwenye madhabahu hii kwa ajili ya maombi. Na inapotimia tu saa 6 kamili ile maombi yanakuanza. Kwa ni mwezi wetu wa kuvuka. Lazima mwezi wa 4 usiwe ni mwezi wetu wa kawaida, ni mwezi uliogonga vizuri. Tarehe 1 ni kesho. Kwa tuna uhakika Pasaka hii kuna watu watafunguliwa mwanzoni mwa mwezi, madam wameinua imani zao mbele za Bwana. Na tuna mikutano mingi sana ya Pasaka inayoendelea NRC, Tunduma mjini, Yanda, Mpemba. Tunaendelea na mikutano mingi sana na maeneo kadha wa kadha ambako uko na unaelewa mikutano yetu iko huko. Nenda hapo kwenye mkutano na utaona kufunguliwa. Na watumishi walioko huko tumewaamini na wana nguvu za Mungu. Sana kwa sababu saa hii wanataka wakutoe wewe kwenye eneo la utumwa ambao umekamatwa nao. Haleluya. Haleluya. So Mungu atakutembelea na kukuletea matokeo. Jambo la kwanza katika kitabu cha jambo la kwanza, Pasaka ina malango ya haki ya kumtoa mtu kwenye eneo baya na kumleta kwenye eneo ambalo la baraka. Pasaka ina malango ya haki. Pasaka ina malango ya haki. So unaposhiriki Pasaka, maana yake unashiriki moyo wa toba na damu ya Yesu ambayo ikusaidie kuondoka kwenye eneo lilokwama. Kwa ushiriki wa hiyo damu ya Yesu hauwezi kukuacha, bali utakusaidia na kukupeleka kwenye eneo la hatima yako. Haleluya. Nimesema jambo la kwanza, Pasaka ina malango ya kumtoa mtu kwenye eneo. Pasaka ina malango ya haki ya kumtoa mtu kwenye eneo baya na kumpeleka kwenye eneo la haki yake. Haleluya. So maana yake eneo baya ninalozungumzia, inawezekana wewe ni tasa au ulifunga harusi na mpaka leo mna miaka 3 haujapata mtoto, au umesoma hauna ajira, au watu wanakukataa hawakupi heshima yako. So Pasaka ina malango ya kufungua uzao, au Pasaka ina malango ya haki ya kufungua uchumi. Haleluya. Na tu anasema tutakwenda na ng'ombe zetu, tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na familia zetu. Hatuachi kitu chochote nyuma. Na nina uhakika hili somo sito kwamba nitaliacha, mwezi wa 4 mzima tutakuwa nalo. Litatupa mwanga wa kutoka kwenye mikono ya Farao aliyetoka Misri. Kwa ninakusaidia ni wewe damu ambavyo inaweza ikaleta matokeo kwenye maisha yako na watu wakajua. Haleluya. So Mungu anapokuja kukusaidia, anaangalia damu yake ipo juu ya kinywa chako. Kwa sababu Biblia inasema kila aliyeonekana hana damu alionekana ni Mmisri. Kwa kama wewe hauna damu ya Yesu,
utaonekana ni mpinzani katika madhabahu ya Kristo. Jambo la pili, nasema kila mtu ambaye ataonekana ana damu ataonekana ni mpinzani katika Kristo. So Mungu anapokuja duniani au shetani anapotaka kutua kwenye duka la mtu au anataka kutua kwenye familia ya mtu, anaangalia damu yake. Leo damu ya shetani ndiyo ni ya wanyama, ndiyo imewabaki watu wanayo. Ya watu, ya wanyama, hiyo damu nayo huwa inapakwa kwenye milango. Shetani anapopita kwenye duka au anapopita kwenye malango ya masoko au anapopita kwenye nchi, anapoona damu za watu zilizomwagwa na wanadamu. Narudia tena, shetani anapopita kwenye malango ya maduka au kwenye malango ya makanisa au kwenye malango ya biashara za watu, anapoona damu za watu za ukatili, yani damu za ukatili, yani mtu amekatili baba yake au mama yake au mtoto wake, au damu kwenye nchi ambazo zimemwagika ambazo hazina hatia, shetani huwa anakuja kutenda kazi, kwa sababu ameitwa kufanya kazi yake kwa ajili ya ile duka. Kwa lile duka linabarikiwa kwa sababu ya damu. Na kila shetani anapoona hapana damu ya mwanadamu au ya mnyama, hawezi kupita hapo, kwa sababu ile damu ndiyo inapohalali kwa sababu ya ukatili. Shetani ni mkatili siku zote. Kwa hiyo ukatili aliyofanya kukatili maisha ya mtu, na ile damu anapoiona, kwa anamfurahia mtu kwenye kile anachokifanya, kwa sababu ameangamiza damu isiyo na hatia. So Yesu anapopita anataka aione damu yake juu yako ili akubariki. So anapokuja anakuta damu hamna, hawezi kupata baraka. So Yesu anachotaka aikute damu. So wale walipokuwa usiku wamelala, Yesu alipokuta damu kwenye malango yao, hakuruhusu wafe. Na mimi ninatangaza, Bwana akaachilie damu juu ya nyumba yako, akaachilie damu juu ya biashara yako, juu ya sufuria lako, juu ya sinia lako, juu ya duka lako, juu ya mifugo yako, juu ya shamba lako. Yeyote anayotaka kufanya vita kwenye uzao au kwenye afya kwa kutumia damu za wanyama na wanadamu, asipate kibali kwako, ukapate baraka kwenye hilo eneo la soko lako. Kama ulikuwa hauna kazi, Mungu akakupe kutoka mikononi mwa hao watu waliokushika mwezi huu wa Aprili na mwezi huu wa 3 ambao ni Machi tunaomaliza leo. Bwana akakutoe leo, akakupeleke Aprili, na hiyo Aprili usiwe mwezi wa kawaida kwako, ukawe ni mwezi wa kuinuliwa. Haleluya! Ukawe ni mwezi wako wa kupata muujiza. Sijui unanipata ninachozungumza? Kwa jambo nimekuelewesha kwamba damu ya shetani ambao shetani anaweza kaimwaga ili watu kuwapa mafanikio. Kwani wewe hujasikia kuna watu ambao wametoa kafara na wanafanikiwa? Kwa nini? Wamemwaga damu, na shetani anaiona ile damu. Na kuna huduma nyingine usipokaa sawa, kuna zinatumia damu za wanadamu. Maana Biblia inasema watakuja manabii wa uongo, hata yamkini watashusha moto kutoka mbinguni. Manake hata shetani anaweza kushusha moto ili huyo shetani asifanye vita na wewe. So usikurupuke juu ya tatizo lako kwenda kwa mtumishi yoyote yule. Angalia Mungu anakusemesha nini juu ya kitu ambacho Mungu anaweka. Maana unaweza ukaenda kuombewa na pepo. Haleluya. Pepo linaendesha huduma. So ninachotaka nikwambie ni damu ya Yesu inavyoweza kuleta haki juu yako. Jambo la ngapi? Jambo la 3. Jambo la 3. Unaposhiriki Pasaka inaangusha. Unaposhiriki Pasaka manake hapo tayari una haki. Unaposhiriki Pasaka unaangusha uharibifu na kuleta ubora wa maisha yako na afya yako. Unaposhiriki Pasaka unaangusha uharibifu na kuleta ubora wa maisha yako au afya yako. Jambo la 3. Jambo la 4. Pasaka inakupa nguvu ya kumshinda adui yako asipate nguvu ya kukutawala. Adui asipate nguvu ya kukutawala. Haleluya. Na kushughulika na huo mlango wa kipepo. Bwana asifiwe.